Kifo cha mpinzani wa kisiasa kwa miaka mingi Baba Raila Amolo Odinga kimewapiga wengi haswa taifa la Kenya. Baba Raila alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka wa 1945 katika wilaya ya Kisumu kwa familia ya Baba Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya na Mama Mary Jaramogi Oginga. Raila Odinga alikuwa mtoto wa pili katika familia ya Jaramogi Oginga Odinga, lakini habari kamili kuhusu idadi ya watoto wa Jaramogi Oginga Odinga si rasmi katika vyanzo vilivyotumika. Lakini ukirejea habari za Raila Odinga, tunajua kwamba alikulia katika familia ya watoto 8. Raila Odinga alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Malanda, kisha akajiunga na shule ya sekondari ya Malanda na akamalizia masomo yake ya sekondari mnamo mwaka 1962. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha magereza nchini Ujerumani na akahitimu na shahada ya sayansi katika uhandisi wa mitambo. Raila alioa Ida Betty mnamo mwaka 1973 na hao wawili wamekuwa katika ndoa kwa zaidi ya miaka 50 na wana watoto 4. Safari yake ya siasa ilianza mnamo mwaka wa 1980 akipinga utawala wa Rais Daniel Arap Moi. Alithibitiwa bila kesi kwa miaka 6. Raila Odinga amefanya kazi na marais kadhaa nchini Kenya, wakiwemo Daniel Arap Moi akijiunga na baraza lake la mawaziri kama waziri wa nishati mwaka 2001. Alifanya kazi na Rais Kibaki akitengeneza makubaliano ya kugawana madaraka baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Raila Odinga pia alifanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta kufuatia makubaliano ya kugawana madaraka ya kuunda tume ya kitaifa ya uchunguzi wa mipaka. Ingawa hawakuwahi kufanya kazi moja kwa moja kwenye serikali ya Raila na Rais Ruto, wamekuwa na ushirikiano wa kisiasa, na Ruto akimtetea Raila katika uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Raila Odinga amepata mafanikio kadhaa katika maisha yake ya kisiasa, ikiwa ni pamoja na kuchangia katika kupitishwa kwa katiba mpya ya Kenya mwaka 2010 ambayo ilileta mabadiliko makubwa katika mfumo wa serikali na haki za binadamu. Alifanya kazi kama waziri wa barabara. Raila alisimamia ujenzi wa barabara nyingi nchini Kenya, kuboresha mitandao na barabara na kuimarisha usafiri. Raila alifanya makubaliano ya kugawana madaraka na Rais Mwai Kibaki baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 ambayo ilileta amani na utulivu nchini Kenya. Raila amekuwa mwanasiasa wa upinzani wa miaka mingi, akitetea haki za wananchi na kudai mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Raila aliteuliwa kuwa balozi wa Umoja wa Afrika wa miundombinu, akiongoza juhudi za kuimarisha miundombinu na ushirikiano wa kiuchumi barani Afrika. Raila amehusika katika juhudi za amani na usuluhishi katika nchi jirani kama vile Sudan Kusini na Burundi. Raila Odinga amekabiliana na changamoto kadhaa katika safari yake ya kisiasa, ikiwemo ukosoaji wa utawala, ambapo amekabiliana na ukosoaji mkubwa kutoka kwa serikali na wafuasi wake wanaomwona kama mtu wa siasa za migawanyiko. Raila ameongea kwa nguvu dhidi ya hali ngumu ya uchumi nchini Kenya, akiongeza kuwa masuala kama vile ukosefu wa ajira kwa vijana, gharama kubwa ya maisha na ushuru mkubwa wa kodi inawasumbua wananchi. Raila amekabiliana na upinzani mkubwa kutoka kwa wanasiasa wengine, ikiwa ni pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua ambaye amewashambulia Raila kwa kutokuwa na umuhimu katika siasa za Kenya. Raila amekabiliana na shutuma za kukosa uaminifu, hasa baada ya kufanya makubaliano na Rais William Ruto, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa nchini Kenya. Pia mpinzani huo Raila Amolo Odinga
Amewahi hudumu kama mbunge wa eneo bunge la Lang'ata na safari yake ya uongozi ikaleta mazao. Sasa wengi wamemkumbuka Raila kama kiongozi shupavu na mwanasiasa mwenye uadilifu. Kifo chake kimeleta majonzi makubwa kwa Wakenya na wanasiasa wengi waliomfahamu na kufanya kazi naye. Sasa kwa niaba ya runinga ya Kishazi, tunatuma rambirambi zetu kwa familia na jamaa na marafiki, tukisema kwamba Mungu hailaze roho yake mahali pema peponi. Mimi ni mwandalizi wa makala haya, Clinton Amesha.